Karibu Tabora, karibu Toronto. Lakini cha pili ni kitu ambacho kina ajira kwa haraka, hususan kwa sisi wadada. Huwa tunaaminiwa japo tunadharaulika, lakini ukileta kazi yako na uwezo wa kuifanya kiaminifu na kukabidhi kazi yako kwa wakati. Jumla ya wahitimu 93 wa fani mbalimbali kutoka chuo cha mafunzo ya ufundi stadi nchini VETA mkoa wa Tabora wametunukiwa vyeti, ikiwa ni ishara ya kufungua ukurasa mpya wa kujiajiri na kuajiriwa kupitia ujuzi na maarifa walioyapata mahali hapa. Kupata mafunzo kwa vitendo kwa kila mwanafunzi katika fani yake, kupata mafunzo ya ujasiriamali, kushiriki katika michezo mbalimbali kama vile mpira wa miguu, mpira wa pete na mpira wa wavu. Tumefanikiwa kupata mazoezi ya mafunzo kwa vitendo viwandani, yani field attachment. Tumejifunza kutoa huduma ya kwanza kwa mtu aliyepatwa na ajali. Tumejifunza namna ya kujiajiri na kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Katika mahafali haya ya 6 ngazi ya 3, wahitimu hawa ni kutoka fani ya ubunifu wa nguo, umeme wa majumbani, kompyuta, uwashi, ufundi magari, uchomeleaji na uungaji wa vyuma, ukarabati wa bodi za magari pamoja na umeme wa magari. Na hapa kwa niaba ya mkuu wa chuo mhandisi Zebedayo Kyomo, Yahaya Mliomi anaweka bayana kozi mbalimbali za muda mfupi ambazo sehemu ya ada yake imewekwa ruzuku na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wahitimu wetu wa siku ya leo walifanikiwa kusoma na kupata ujuzi ambao utawasaidia kutatua changamoto zao za kila siku kwa kujiajiri wao binafsi, kujiunga katika vikundi mbalimbali vya ufundi, yaani wajasiriamali au kuajiriwa. Chuo chetu cha VETA Tabora pia kinatoa mafunzo ya muda mfupi katika kozi mbalimbali 17 ambazo zinafundishwa kwa muda wa kati ya wiki 1 hadi miezi 4, ambazo ni kama ifuatavyo. Ada zote nitakazosoma hapa, ndugu mgeni rasmi, serikali imeweka ruzuku ndani yake. Basic motor vehicle driving, wao watasoma kwa muda wa wiki 4 na ada yake ni shilingi 200,000. Udereva wa magari ya abiria, yani wao wanasoma kwa wiki 4, ada yao ni shilingi 220,000. Udereva wa magari ya mizigo makubwa, yani heavy goods truck, kwa wiki 4, ada yake ni shilingi 355,000. Lakini upimaji na uongezeaji wa maarifa kwa madereva wa pikipiki na bajaji, basic motorcycle driving, wao watasoma kwa muda wa wiki 1 na ada yake ni shilingi 55,000. Ufundi wa magari, motor vehicle mechanics, watasoma kwa miezi 4, ada yake ni 475,000. Umeme wa majumbani, yani electrical installation, watasoma kwa miezi 4, ada yake ni 475,000. Useremala, yani carpentry and joinery, watasoma kwa miezi 4, ada yake ni 475,000. Ufundi wa umeme wa magari, auto electrical, watasoma kwa miezi 4, ada yake ni 475,000. Uhaziri na kompyuta, yani computer and secretarial courses, watasoma kwa miezi 4, ada yake ni 475,000. Ushonaji, yani designing sewing cloth technology, watasoma kwa miezi 4, ada yake 475,000. Matumizi ya kompyuta, yani computer application program, miezi 7, hapo watasoma program 7 kwa miezi 3, ada yake ni 235,000. Uchomeleaji vyuma, yani welding and metal fabrication, miezi 4, ada yake 475,000. Ufundi washi, yani masonry and bricklaying, miezi 4, ada yake 475,000. Unyooshaji na upakaji rangi wa magari, auto body repair, miezi 4, ada yake 475,000. Ususi, miezi 4, 475,000. Ufundi wa aluminium, miezi 4 kwa 475,000. Mapambo ya kumbi na decoration, watasoma kwa miezi 2, ada yake ni shilingi 320,000. Chuo hiki tangu kuanzishwa kwake mwaka 1999 kimekwisha toa wahitimu wa fani mbalimbali 2340, wavulana wakiwa ni 1691 na wasichana 721. Katibu Tawala Wilaya ya Tabora Asha Churu anawataka wahitimu hawa kujiunga katika vikundi na kuchangamkia mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri zote hapa nchini ili kuweza kujiajiri na kukuza fani zao na kujijenga kiuchumi. Serikali pia inatoa mikopo ya ujasiriamali kupitia halmashauri zetu, lakini pia kupitia mabenki au taasisi za kibenki ikiwemo NMB na CRDB kwa riba nafuu. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana. Pale tunapohitimu tunaona sisi ni wabunifu au sisi ni washonaji, sisi ni watu wa magereji, basi hatuna budi kuwa katika makundi na kuweza kupambania fursa hii, kwa sababu fursa hii inatoka kila mwaka kwa kila halmashauri kwa mhitimu yote anaporudi majumbani kwao. Kwa hiyo utakuwa wewe uko Tabora hapa, basi unapotoka mnakuwa kwenye vikundi vya chini ya watu 5
na kuweza kubuni shughuli gani ya kufanya ili serikali iweze kuwawezesha. Kwa ni matarajio yetu mkuu wa chuo kwamba katika ile incubation yako, kama kuna mafundi gereji, kama kuna mafundi mbalimbali, ubunifu mbalimbali, waona budi kuchukua ile mikopo, kuongoza kwenda katika ofisi za watendaji wa kata na mitaa. Pale mtawakuta watu wa maendeleo ya jamii, basi watawapa elimu ya kujiunga kwenye vikundi, na hivyo vikundi vinasaidia nyinyi kupata mikopo ambayo haina riba, ambayo Mheshimiwa Rais amewezesha kwamba sisi kama vijana basi tuweze kujikwamua kuongeza ajira. Cecilia David ni mwanamke pekee aliyejitosa katikati ya wanaume 13 katika darasa la fani ya uchomeleaji na uungaji wa vyuma, na ndoto yake ni kwenda kujipambania na kuwa mfano kwa wanawake wengine. Mimi hiki ni kitu ambacho ninakipenda sana, kwa sababu nyumbani pia kuna karakana ndogo, lakini mimi nawishi siku moja nije kuwa mkurugenzi ambaye nitakuja kumiliki karakana kubwa na kuajiri watu. Lakini cha pili ni kitu ambacho kina ajira kwa haraka, hususan kwa sisi wadada, huwa tunaaminiwa japo tunadharaulika, lakini ukileta kazi yako na uwezo wa kuifanya kiaminifu na kukabidhi kazi yako kwa wakati. Kuhusu mpokeo na mtazamo, sio mzuri sana wala sio mbaya sana. Kuna baadhi ya watu wao wanaona kana kwamba mimi kule nimeenda kutafuta mabwana, lakini kuna wengine wanaona chanya, nimeenda kujipambania, kwa sababu wana kauli moja, wanasema wanawake tunaweza. Karibu Tabora, karibu Toronto.